Ni kukaribishe sana mtazamaji wa Zone Media, natumaini unaendelea vizuri kabisa, na pia kwa upande wangu naendelea vizuri. Kama bado hujaweza kuungana nasi, basi ni kuombe uweze kusubscribe channel yetu, lakini kulike, kukomenti pamoja na kushare. Hapa tunakwenda kuangazia ripoti ambayo inaelezea series za makombora aina ya Khorramshahr. Kwanza kabisa, Iran hivi karibuni iliweza kuzindua na kuonyesha kombora lake aina ya Khorramshahr 4, kombora ambalo ni hatari kwelikweli, na hiyo yote imefanyika baada ya mvutano kuongezeka kati yake na Marekani, na linatajwa kuwa moja kati ya kombora hatari lisilozuilika na linaloweza kuleta madhara makubwa pale ambapo litatumwa kwenda kutekeleza mission. Sasa hapa nimekuandalia ripoti nzuri mtazamaji, ili ufahamu Khorramshahr kwa undani kabisa, kuanzia series ya kwanza hadi series ya mwisho ya Khorramshahr ambayo imeonyeshwa hivi karibuni na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran, IRGC, kitengo cha anga. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeendelea kujimarisha kijeshi kwa kasi katika miongo ya hivi karibuni, hususan katika eneo la teknolojia ya makombora ya balistiki. Moja ya mifumo inayotajwa sana katika mijadala ya usalama wa kikanda na kimataifa ni mfululizo wa makombora ya Khorramshahr ambao kwa sasa unachukuliwa kuwa muhimili muhimu wa mkakati wa Iran wa kujilinda na kuzuia vitisho kutoka nje. Makombora haya si tu silaha za kijeshi, bali pia ni ujumbe wa kisiasa na kimkakati kwa maadui na washirika wa Iran kuhusu uwezo wake wa kujilinda bila kutegemea nguvu za nje. Jina la Khorramshahr linatokana na mji wa Khorramshahr, eneo lenye historia nzito katika vita vya Iran na Iraki vya miaka ya 1980. Mji huu ni ishara ya mapambano na hatimaye kusimama imara dhidi ya uvamizi wa nje. Kutumia jina hili kwa mfumo wa makombora ni njia ya kuunganisha kumbukumbu za historia na teknolojia ya kisasa ya kijeshi, jambo linaloipa silaha hii uzito wa kisaikolojia kwa adui na kwa wananchi wa Iran wenyewe. Maendeleo ya makombora ya Khorramshahr yanahusishwa na mkakati mpana wa Irani wa kujitegemea kijeshi, hasa kutokana na vikwazo vya muda mrefu vya kiuchumi na kijeshi vilivyowekwa na Marekani na washirika wake. Sasa kutokana na muktadha huo, baada ya kukosekana kwa fursa ya kununua ndege za kisasa za kivita au mifumo ya hali ya juu ya ulinzi kutoka masoko ya kimataifa, ni hali ambayo ililazimisha Irani kuelekeza rasilimali zake katika kuendeleza makombora ya balistiki kama nyenzo mbadala wa kuzuia mashambulizi. Makombora ya Khorramshahr yanatajwa kuwa ya masafa ya kati, yakitumia mafuta kioevu na yakiwa na uwezo wa kubeba kichwa cha vita chenye uzito mkubwa kuliko makombora mengi ya Irani yaliyotangulia. Toleo la kwanza la mfululizo huu, Khorramshahr 1, lilipoonyeshwa hadharani lilizua mjadala mkubwa kimataifa kutokana na uwezo wake wa kubeba mzigo mzito na kufikia masafa ya takribani kilomita 2000. Kwa wataalamu wa kijeshi, hii ilikuwa ishara kwamba Irani ilikuwa inapiga hatua kubwa kutoka kwenye makombora ya kawaida ya masafa ya kati kwenda kwenye makombora mazito yenye athari kubwa zaidi. Khorramshahr 1 lilionekana kama jibu la moja kwa moja kwa uwepo wa bezi za kijeshi za Marekani na washirika wake katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Baada ya hapo, Irani iliendelea kuboresha mfumo huu kupitia toleo jingine la Khorramshahr 2, toleo ambalo halikujikita sana katika kuongeza masafa bali katika kuboresha ufanisi wa kiufundi. Maboresho haya yalihusisha udhibiti wa mwelekeo wa kombora, uthabiti wa safari yake hadi kufikia lengo, pamoja na kuboresha sehemu za re-entry vehicle ili kuongeza uwezekano wa kichwa cha vita kufika salama hadi ardhini licha ya mifumo ya ulinzi wa makombora ya adui. Hatua hii ilionyesha mabadiliko ya kimkakati kutoka kuonyesha nguvu kwenda kuhakikisha ufanisi. Baadaye sasa Irani wakaweza kuzindua kombora lingine aina ya Khorramshahr 3, Khorramshahr 3. Hili linaendelea kuwa mojawapo ya matoleo yenye taarifa chache zaidi kwa umma. Wachambuzi wengi wanaamini kuwa hili lilikuwa toleo la mpito lililotumika zaidi kama jukwaa la majaribio ya teknolojia mpya kabla ya kuanzishwa kwa toleo la kisasa zaidi. Inaelezwa kuwa katika awamu hii Irani ilijikita zaidi katika kuboresha usahihi wa kulenga na kupunguza uwezekano wa kombora kuzuiwa angani. Ukimya wa taarifa kuhusu Khorramshahr 3 unaonyesha kwa kiasi kikubwa asili ya kimkakati na asili ya maendeleo ya kijeshi ya Iran. Sasa hatua kubwa zaidi ilikuja wakati Irani ilipotangaza kombora la Khorramshahr 4
linalojulikana pia kwa jina la Heibar. Toleo hili linachukuliwa kama kilele cha maendeleo ya sasa ya mfululizo wa Horamshar. Licha ya kubaki na masafa yanayokadiriwa kuwa karibu kilomita 2000, Horamshar 4 lina uwezo mkubwa zaidi wa kubeba kichwa cha vita. Lina mfumo wa kisasa wa udhibiti wa mwelekeo na linaaminika kuwa na uwezo mkubwa wa kupenya mifumo ya ulinzi wa makombora. Iran imeeleza wazi kuwa mkazo wake haukuwa kuongeza masafa, bali kuongeza uharibifu, usahihi na uhakika wa kombora kufikia malengo. Katika mijadala ya kimataifa, pia kumekuwepo na tetesi kuhusu uwepo wa Horamshar 5 au toleo lenye masafa marefu zaidi, pengine la kimataifa. Hata hivyo, hadi sasa hakuna tangazo rasmi wala uthibitisho wa wazi kutoka kwa mamlaka za Iran kuhusu kuwepo kwa toleo hilo. Wachambuzi wengi wanaona taarifa hizi kama sehemu ya vita ya kisaikolojia na habari, ambapo pande mbalimbali hutumia uvumi kuongeza au kupunguza hofu kulingana na maslahi yao ya kisiasa na kijeshi. Kwa mtazamo wa kimkakati, makombora ya Horamshar yamebadilisha kwa kiasi kikubwa mizani ya nguvu katika Mashariki ya Kati. Uwezo wake wa kufikia malengo ya kimkakati ndani ya eneo hili unalazimisha maadui wa Iran kuwekeza zaidi katika mifumo ya ulinzi, jambo linaloongeza gharama za kijeshi na kupunguza uwezekano wa mashambulizi moja kwa moja dhidi ya Iran. Kwa maana hiyo, Horamshar imekuwa nyenzo muhimu ya kuzuia vita badala ya kuchochea vita. Kwa ujumla, mfululizo wa makombora ya Horamshar unaakisi falsafa ya kijeshi ya Iran inayojengwa juu ya uzoefu wa kihistoria, vikwazo vya muda mrefu na mazingira magumu ya usalama. Si kombora moja pekee, bali ni mkakati mzima unaolenga kuhakikisha kuwa Irani inalindwa dhidi ya vitisho vya nje na kwamba gharama ya kuishambulia inabaki kuwa kubwa mno kwa adui yoyote anayefikiria kufanya hivyo. Hii ni ripoti, mtazamaji, ambayo inazungumzia series ya makombora ya Horamshar ambayo yanaonekana ni moja kati ya series nzito na hatari sana kwa taifa la Iran. Baada ya kuweza kuzindua na kuonyesha series yake ya 4 hapo juzi tu katika mji wa makombora, basi ikawa ni habari kubwa sana duniani, ikatrend kinoma noma. Ikawa ni habari ambayo kila mtu alikuwa na shtusho na kile ambacho Irani imeweza kukionyesha baada ya vuguvugu la muda mrefu la hivi karibuni ambalo limezuka kwamba Marekani huenda ikafanya mashambulizi dhidi ya Iran. Sasa wakaamua kutuma ujumbe moja kwa moja kwenda kwa mahasimu wake kwamba Iran iko tayari muda wote na kufanya malipizo endapo uchokozi wote utaanzishwa dhidi yake. Basi kwa taarifa zaidi, mtazamaji, usiache kuungana nasi wakati mwingine kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.